Baada ya mambo hayo, neno la Bwana lilimjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Kwa nini Bwana alikuwa anamwambia Abraham asiogope? Kwa sababu Bwana ni ngao yake na thawabu yake kubwa sana. Hili neno katika kipindi kile alikuwa anamwambia Abraham, lakini sasa hivi mwana wa Mungu, neno hili linaongea na wewe kwamba usiogope, kwa sababu Bwana Mungu ni ngao yako na ni thawabu yako kubwa sana. Na tukiangalia neno ngao katika muktadha huu, inatuonyeshea ni ulinzi wa Mungu Baba juu yetu, lakini pia inatufunulia usalama tulionao sisi wana wa Mungu katika Kristo Yesu, ambao tumezaliwa mara ya pili, na tunajua kwamba hakika Yesu Kristo ni usalama wetu, kwa sababu uokovu umetufunulia ulinzi na usalama wetu katika Kristo Yesu. Lakini pia anapotuambia kwamba thawabu yetu kubwa sana, tukiangalia katika tafsiri ya Kiebrania inatuambia kwamba ni wage, ambayo inatufunulia kwamba is a reward, kwa sababu hakuna nothing can reward you than God katika wakati huu ambao sisi tumeshazaliwa mara ya pili ndani ya ufalme wa Mungu, kwamba hakika Mungu ambaye ni urithi wetu na ni thawabu yetu kubwa sana. Hakuna kitu kingine ambacho mwana wa Mungu utajivunia zaidi ya Mungu. Lakini neno ngao ambalo ni ulinzi, tukiangalia katika tafsiri ya Kiebrania inatufunulia kwamba it's a buckler, it's a cover. Father is the cover, na ndio maana Mungu Baba alikuwa anamwambia Abraham kwamba mimi ni ngao yako, akawa anamwambia kwamba I am your cover, I am your shield, I am your buckler. Na tukiangalia katika kama ambavyo nimekuambia, somo tunaloenda nalo ni somo linalotufunulia uaminifu wa Mungu Baba mwana wa Mungu. Tutaona tukiangalia katika neno uaminifu katika upana wake, especially kwa lugha ya Kiebrania, inatufunulia kwamba uaminifu maana yake inatufunulia kwamba confirmed by God, lakini pia inazidi kutufunulia kwamba God is on your side, God is your support. Na tukiangalia kwamba most of times na the thing that we go through ni siku zote Bwana amekuwa akitufunulia uaminifu wake kupitia neno lake. Kwa mfano tukiangalia katika Zaburi 107 mstari wa 20, natambia kwamba ulituma neno na uwatoa katika maangamizo yao. Inatufunulia kwamba Mungu anapolituma neno lake tayari amekuhakikishia ushindi wa kile kitu ambacho ulikuwa unahitaji msaada kutoka kwa Mungu. Kwa neno la Mungu linatufunulia uaminifu wa Mungu Baba kwetu. Uaminifu wa Mungu Baba kwetu ni neno ambalo sisi ametupatia sisi wana wa Mungu, na ndio maana unaangalia kuja kusoma katika sura hii ya 15 mstari wa 6, tunamuona Abraham anamwamini Mungu, na baada ya kumwamini Mungu hili neno linahesabiwa kuwa ni haki kwake. Inahesabika kwamba ni haki kwake kwa sababu amemwamini Mungu. Mwana wa Mungu, tunajua kwamba tumeupokea wokovu kwa njia ya imani na sio kwa matendo yetu, na tumeitwa wenye haki wa Mungu Baba katika Kristo Yesu kwa sababu tumemwamini Mungu Baba. Na naamini katika kitu chochote ambacho umekipitia mwana wa Mungu, kama umeenda mbele za Mungu kwa maombi, naamini Mungu kitu cha kwanza ambacho amekupatia ni neno lake. Kwa nini neno lake? Kwa sababu neno lake ndilo ambalo linakuja kusitia your faith in you, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Kristo. Kwa neno la Mungu ni is a root, ni msingi wa wewe kuweza kumwamini Mungu. Kwa hiyo siku zote Bwana huwa anatutumia neno lake ili kuweza kututhibitishia, kwa sababu tumesema kwamba uaminifu inatuonyesha kwamba confirmed, maana yake imethibitishwa kwamba hakika Mungu yuko upande wako. Na ndiyo maana Mtume Paulo anasema kwamba Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hakika hakuna mtu ambaye yuko juu yetu ikiwa Mungu yuko upande wetu. Na ndio maana tukiangalia pia kwenye Zaburi sura ya 91 mstari wa 4 inatuambia kwamba kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio, uaminifu wake ni ngao na kigao. Amerudia tena kwamba uaminifu wake ni ngao na kigao, ambao tukiangalia kwamba neno ngao ni ulinzi, ni picha ya ulinzi na tufunulia ulinzi. Kwa kumbe uaminifu wa Mungu Baba unatufunulia ulinzi tulionao katika Kristo Yesu. Tunaweza kaniuliza ulinzi kwa namna gani? Tumekuwa tukiangalia circumstances nyingi ambazo zinawakuta wana wa Mungu, na kitu cha kwanza ambacho devil anakitumia kuweza kumwataki mwana wa Mungu, anatumia ile picha ya nje.
atatumia mazingira, atatumia mawazo yasiyokuwa sahihi, mawazo yasiyoendana na Mungu. Na uaminifu wa Mungu ambao tumethibitishiwa huo uaminifu kupitia neno lake analosema na sisi ni ulinzi kwetu. Kwa unapomeditate, unapotafakari neno la Mungu ni ulinzi kwako. Kwa nini? Kwa sababu inakufunulia uaminifu wa Mungu, inakufunulia kwamba tayari imeshathibitishwa kwamba wewe ni mshindi. Tayari it is confirmed kwamba you will come out of that circumstance better. Kwa ndio maana nakwambia mwana wa Mungu kwamba uaminifu wa Mungu ni ngao na kigao kwetu, ikiwa natufunia kwamba uaminifu wa Mungu ni ulinzi kwako mwana wa Mungu dhidi ya mipango yote na hila zote za mwovu ibilisi. Lakini pia uaminifu wa Mungu unatufunulia ushuhuda kwamba sisi tunao ushuhuda katika Kristo Yesu. Ndio maana tukiangalia kwenye neno la Bwana kutoka katika Ufunuo 12 mstari 11 anasema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, kwamba hilo neno ambalo ndilo linalotufunulia uaminifu wa Mungu basi inakuwa ni ushindi kwetu. Na ndio maana uaminifu wa Mungu unatufunulia ushindi tulionao katika Kristo Yesu. Lakini pia uaminifu wa Mungu unatufunulia amani katika Kristo Yesu ambao tumeipokea kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Mungu ni mwaminifu. Ndio maana wherever unapopitia katika circumstance yoyote, Bwana ndiye amani yako, ndiye ambaye anakupa ridhiko na pumziko ndani ya moyo wako kwa kukupa assurance kupitia neno lake ambalo linafunua uaminifu wake kwako mwana wa Mungu. Lakini pia tunaweza tukamwangalia pia Mariamu mwana wa Mungu ambaye alipewa habari njema na malaika kwamba tayari yeye atakuja kuwa ni mama wa Yesu Kristo. Mariamu tukiangalia katika Luka kuanzia mstari wa 48 49 na kufikia mstari wa 50, tunamwona Mariamu anaimba nyimbo za ushindi. Kwa nini? Kwa sababu amepokea neno la nguvu, la kumtia nguvu kwamba hakika na anaimba kabisa kwamba vizazi vitamuita mbarikiwa. Kwa nini Mariamu anaimba? Kwa sababu amepokea neno la uthibitisho ambalo linafunua uaminifu wa Mungu Baba kwake kwamba hakika yeye ataitwa mbarikiwa na vizazi vingi. Lakini pia anazidi kutuonyesha kwamba rehema za Mungu. Tukisoma katika mstari wa 50 neno la Bwana linatuambia kwamba anasema kwamba na rehema zake, Luka sura ya kwanza mstari wa 50 inasema kwamba na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa wamchao, kwamba uaminifu wa Mungu unadumu vizazi hata vizazi. Tunamwangalia ni Mungu yule yule aliyesema na Mariamu, lakini sasa hivi kwa wakati huu anasema kwangu mimi na wewe. Na ndio maana tukiangalia Mtume Paulo katika kitabu cha Waebrania 13 mstari wa 8 anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa nini wanamuita Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele? Ni mwaminifu. He is faithful. Mungu yule yule aliyekuwa mwaminifu kwa Abraham ni mwaminifu kwako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni uzao wa Abraham kwa imani, kwa sababu tumepokea wokovu. Kwa nini? Kwa njia ya imani. Lakini pia Mungu yule yule aliyesema na Mariamu leo anasema na wewe habari njema, anakuambia kwamba hakika ni mwaminifu. Haijalishi unapitia changamoto gani yoyote ile, kitu cha kwanza ambacho Mungu atakupatia wewe mwana wa Mungu ni neno, kwa sababu analituma neno lake ili aweze kukuokoa na kukusaidia mwana wa Mungu. Na anapokupatia tu neno tayari umefunuliwa uaminifu wa Mungu, kama ambavyo tumesema uaminifu inatufunulia nini? Support. Kitu cha kwanza, faithfulness it reveals the support. Ni support maana yake Kiebrania, lakini pia ni confirm, nourish, vyote hivi katika lugha ya Kiebrania imefunua hivyo. Kwa hiyo Bwana Mungu anapokupatia neno la kwanza, kitu cha kwanza anakufunulia kwamba ni mwaminifu na yuko upande wako, he supports you, he is for you. Lakini pia kitu cha pili anakufunulia kwamba he has confirmed, because God cannot lie. Neno la Mungu linatuambia kwamba his word is yes and amen. Neno lake ni amina na kweli. Kwa Bwana anapokupatia tu neno tayari ni amina na kweli, it is confirmed kwamba wewe umeovercome, kwamba wewe ni mshindi. Na mwana wa Mungu ninao ushuhuda ambao ningependa pia kushare na wewe mwana wa Mungu kwa habari ya uaminifu wa Mungu Baba, na kwa namna ambavyo kitu cha kwanza Bwana anakupatia neno lake tayari ameshakufunulia uaminifu wake. Ni mwana wa Mungu mmoja alinishuhudia, ni recently kitu kimetokea. Alipata ajali ya bodaboda na bahati mbaya akawa amegonga uso wake kwenye culvert, aligonga kichwa na akawa amepasuka upande wa usoni. It was very terrible. Lakini baada ya kuwa amenishirikisha, akanipigia simu tukaongea, akawa amenielezea situation. Kitu cha kwanza Roho Bwana alichonipatia ni neno lake, akaniambia kwamba kwanza she's already an overcomer, lakini pia Bwana akawa ameniambia kwamba
ameukomboa uhai wake na kaburi, lakini Bwana kama ameniambia kwamba ataishi she will live to testify the goodness of the Lord in the land of the living. Unaona kwamba Bwana kitu cha kwanza alichotupatia ni neno, ili sisi the word of God is an anchor ya kuweza kuovercome. It steers up our faith. Na kweli mwana wa Mungu akaenda akafanya CT scan kwenye upande wa kichwa, wakamwangalia wakamkuta tayari uko vizuri, akaendelea pamoja na nini na matibabu na everything that was recorded pamoja na madaktari, lakini ameweza kupona kwa haraka kwa sababu tayari Bwana alikuwa ameshaachilia neno lake, ambalo neno lake linapoachiliwa tayari ni ushindi, tayari inaonyesha kwamba it is confirmed, huyu mwana wa Mungu yuko huru. Mwana wa Mungu, sijajua unapitia changamoto gani, sijajua unahitaji msaada gani kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza ni Bwana anasema na wewe kupitia neno lake, na mara zote waga tukiingia kwenye maombi, kitu cha kwanza ambacho Bwana atasema na wewe ni give your word that will stir up your faith, lakini neno la Mungu litazidi kukupa hakikisho kwamba tayari you are already an overcomer. Mwana wa Mungu, ninazo shuhuda nyingi ambazo nitaendelea kushare na wewe mahali hapa za wana wa Mungu ambao wamesimama na neno, na tumesimama na neno na tumeuona ushuhuda wa Mungu Baba kwetu kupitia neno lake ambalo ametuambia, na tumeuona uaminifu wa Mungu Baba. Kaa tayari kuendelea kujifunza hili somo la uaminifu wa Mungu Baba, na mimi ninakujenga wewe pamoja na mwana wa Mungu mwenzako ambaye ningetamani uendelee kumshirikisha hata rafiki yako naye aweze kuzipata hizi habari njema. Lakini ningependa tu nikuulize vitu vitatu ambavyo unijibu hapo kwenye comment, ili next week tunaporudi mahali hapa nitasoma comment yako na nitaendelea na hili somo. Kitu cha kwanza ningependa nikuulize, katika chochote kile ambacho anakipitia mwana wa Mungu, ni neno gani ambalo Bwana amesema na wewe? Kwa sababu hapo ndipo tunapouona uaminifu wa Mungu, ndipo tunapofunuliwa uaminifu wa Mungu, na ndilo tunalolishikilia mpaka mwisho. Ni neno gani ambalo Bwana amesema na wewe katika hicho kitu ambacho unakipitia? Kama hujasikia neno, basi mwana wa Mungu, nikwambie kwamba the first thing that God wants to do to help you, he will give you his word, kama ambavyo Zaburi 107 mstari wa 20 inatuambia. Lakini pia swali la pili ambalo ningependa unijibu hapo kwenye comment ni kwamba, je, unajua Bwana alivyoachilia hilo neno kwako tayari imethibitishwa kwamba umeovercome? Imethibitishwa kwamba tayari umeshinda na tayari umetoka salama? Tayari imethibitishwa kwamba hicho kitu ambacho Bwana amekwambia ni yes and amen, ni amina na kweli kwenye maisha yako? Na swali la tatu ambalo ningependa unijibu mwana wa Mungu hapo kwenye comment ni kwamba, mtazamo wako ni nini baada ya Bwana kuwa amekupatia neno, na unaitazamaje hiyo situation, hilo jambo unalitazamaje baada ya Bwana kukupatia neno? Unalionaje? Mtazamo wako ukoje juu ya hilo jambo ambalo unahitaji msaada wa Mungu, ambalo unalipitia baada ya Mungu kupatia neno? Ni nini mtazamo wako? Karibu sana mwana wa Mungu kwa ajili ya comment zako hapo chini, nami nitazisoma na nitazidi kushare pamoja na wewe, kwa sababu huu ni ushirika tulionao kati yangu mimi na wewe mwana wa Mungu, ambao ni familia ya Mungu Baba katika Kristo Yesu. Nami ninapenda na kukufurahia, na ningependa hizi habari njema endelea kumweleza mwana wa Mungu mwenzako, ili wote tuzidi kuwa na kuzidi kunufaika kwa pamoja. Usiache kuendelea kufuatilia somo hili, kwani litakuelezea mengi. Nitakuletea shuhuda za wana wa Mungu ambazo zinatufunulia uaminifu wa Mungu Baba, lakini zaidi sana tutaendelea kujifunza neno la Mungu, ambalo neno la Mungu ni ufunuo wa uaminifu wa Mungu Baba kwenye maisha yako. Haleluya mwana wa Mungu, ninakufurahia sana, ninakutakia siku njema, ninakutakia weekend njema. Endelea kumfurahia Yesu Kristo, na habari njema ni kwamba unapendwa sana na Mungu Baba katika Kristo Yesu. Mimi pia ninakufurahia sana, hakika singing in the spirit, God is at work. Shalom.